Kuelekea kukamilika kwa mchakato wa kuanzishwa dayosisi mpya na kupatikana kwa askofu wake, waumini wa kanisa Anglican dayosisi tarajiwa ya Handeni wameaswa kuliombea kanisa na majina ya mapadri watatu ambao mmoja wao atachaguliwa kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi hiyo tarajiwa. Nasaha hizo zimetolewa na Archdeacon wa Handeni Padre Joseph Mweta alipokuwa kwenye ibada ya maadhimisho ya sikukuu ya mtaa wa Mtakatifu Paul huko Kidereko. Kwanza kipekee tumshukuru sana Mungu ambaye amependa kwa majira haya. Mungu akipenda tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 atasimikwa askofu wa kwanza wa dayosisi hii mpya ya Handeni. Lakini la pili, tumshukuru sana baba askofu mkuu wa kanisa Anglikana Tanzania na maaskofu wote pamoja na askofu wa dayosisi yetu hii ya Tanga. Tangu mchakato ulipoanza umefanyika kwa utulivu na amani. Kipindi hiki ni kazi yetu kanisa na kuliombea na kuombea hayo majina matatu. Mojawapo katika hayo Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake atupe yeye ambaye amependa kumuinua. Kanisa lote tunalisisitiza na waamini wote tunawasisitiza, ni wakati wa kumwomba Mungu. Mungu analo chaguo lake, tusimtangulie katika chaguo lake. Ni lazima tumpe Mungu nafasi. Tuache mihemko, tuache kutamani nani na nani, ila tumwachie yeye, na majira yatakapofika yeye atatupa askofu. Askofu atakayepatikana kwa mapenzi ya Mungu atakuwa na tija kwa sababu ataongozwa na Mungu. Atakayepatikana kwa mapenzi ya wanadamu siku zote ni mweleka, maana hataongozwa na Mungu na Mungu atamwacha. Kwa upande wake, katibu wa sinodi ya kanisa Anglican dayosisi ya Tanga na dayosisi tarajiwa ya Handeni Philipo Mhando Mvamila amesema wamejipanga vizuri na Julai 29, 2026 wanatarajia kumpata askofu mteule. Kwa ujumla ni kwamba tumejipanga vya kutosha. Mchakato umefika mahali, vikao mbalimbali vimeketi na uteuzi wa majina ambayo tunakwenda kuyaombea kwa ajili ya uchaguzi ambao utafanyika tarehe 29 mwezi huu. Zoezi hilo limekamilika. Kwa sasa tunaendelea kujiandaa kwa ajili ya kuhakikisha kabisa kwamba tarehe ile 29 ya mwezi huu wa Julai tunakwenda kumpata askofu mteule, na baadaye ataendelea kubaki kuitwa kuwa askofu mteule, na itakapofika tarehe 4 mwezi wa 10 ndipo siku atawekwa wakfu na baadaye atawekwa kitini, na hapo ndipo dayosisi mpya ya Handeni itakapokuwa imezaliwa rasmi. Kwa mujibu wa waraka wa kichungaji wa kanisa Anglican dayosisi ya Tanga uliosomwa Jumapili Juni 28 na Julai 5, 2026, majina matatu yaliyoingia kwenye kinyang'anyiro cha kumpata askofu wa dayosisi tarajiwa ya Handeni ni Kanoni Charles Lundu, Padre John Sembuyagi na Padre Francis Kimanga. Mimi ni Martin Mhina.